Naitwa Stella Alex Mtui, katibu mkuu Umoja wa Kujisomea Biblia, maana nyingine tunasema National Director of Scripture Union Tanzania. Umoja wa Kujisomea Biblia ni shirika lisilofungamana na makanisa, lakini pia sio shirika la serikali, la binafsi, la kidini. Na shirika hili lina maono ya kuwafikia watoto, vijana na familia. Na limeanza muda mrefu, lina zaidi ya miaka 62 sasa hivi hapa nchini. Umoja wa Kujisomea Biblia, kama tunavyoitamka, ni shirika ambalo limekuwa na mwamko mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba watu wanasoma neno la Mungu na kukua kiroho, lakini pia kuwa na maadili mema. Vijana na watoto wetu wanaposoma neno la Mungu kwa wingi, ndipo wanapoimarika, ndipo wanapoongezeka kimo na akili na ufahamu, na ndipo wanapojitambua. Na Scripture Union ina uongozi wake, uongozi wa juu kabisa tunaita ni patron au mlezi, ambaye kwetu lazima awe askofu. Lakini nafasi ya pili ni ya viongozi ambao ni bodi ya wadhamini, inafuatiwa na kamati kuu ya kitaifa, ambayo kwa nchini kwetu kiongozi ni Dr. Victoria Kisiombe. Mwenyekiti makamu wake ni ndugu Goodluck Nkini, lakini makamu wa pili ni mchungaji Kamoyo. Pamoja na hivyo, Umoja wa Kujisomea Biblia, ili kufikisha hatima ya maono yake, tumekuwa tukifanya huduma mbalimbali. Huduma ya kwanza ni ya machapisho, maandiko. Tunahakikisha kwamba tuna machapisho mbalimbali ya kufanya watu wasome neno la Mungu kwenye familia, kwa vijana na kwa watoto. Tuna machapisho ya wasichana, kitabu kinaitwa Tung'are, lakini pia tuna ya watoto ambaye ni vitabu vya Marko, Yohana, na tuna kitabu kinachoitwa Mbegu, lakini pia tuna kitabu cha maziwa ya kila siku. Kiingereza chake tuna Daily Milk, lakini pia kwa vijana tuna Daily Power, kwa familia na rika mbalimbali za vyuo tuna Daily Guide na kitabu cha wasomaji wa Biblia. Hivyo ni vitabu vinavyotoka kila mwaka kwa ajili ya kurekebisha maadili yetu sisi kwa sisi, lakini sisi na Mungu pia. Na shirika hili limekuwepo katika nchi yetu kwenye matawi mbalimbali. Tuko katika kanda 7 za nchi yetu: kaskazini ambako ndiko lilikoanzia, lakini mashariki na pwani ambako ni makao makuu, Dodoma ambako ni kanda ya kati, nyanda za juu kusini ofisi ziko Mbeya, kanda ya ziwa tuko Mwanza, magharibi tuko Tabora, Zanzibar. Pamoja na hayo, tumekuwa na program mbalimbali za kuhakikisha kwamba tunaingia mashuleni kuwasaidia watoto wetu kimaadili ili waweze kukua vizuri na kufikia hatima za maisha yao. Na kwa njia hiyo tumekuwa na vitabu na makabrasha mengi tunayochapisha, na sasa hivi tunalo liita VEC, ambalo hili ni kabrasha ambalo limebeba modules 3, sasa hivi ni 4, ikiwa ni ukweli, usafi, msamaha, kujitambua pamoja na kuwajibika, responsibilities. Pamoja na hiyo, kwa ajili ya kusaidia vijana wetu, tuna huduma tunaziita schools program. Hii ni huduma ambayo tumeifanya tukishirikiana na wenzetu wa Talking Bible pamoja na Bible Society, tukishirikiana kwa ajili ya kupeleka vifaa mashuleni. Na vifaa hivyo ni Talking Bible ambayo vimesaidia sana vijana wetu. Pamoja na hiyo, mwaka huu 2025 tuna programu hiyo ambayo tutaenda mikoa 4. Tutaenda mkoa wa Singida, Tabora na mkoa wa Katavi pamoja na Rukwa. Na kwa sababu hiyo tunahitaji support ya maombi, kutiwa moyo, lakini hata kujitolea kusema kwamba tuko tayari. Pamoja na hivyo, tuna huduma za kuelimisha walimu, kufundisha walimu, wachungaji na watu mbalimbali ili kuwajengea uwezo, lakini pia kuwatia moyo waendelee kuingia mashuleni na kuwafundisha watoto wetu kwa usahihi kabisa. Kwa hiyo tumekuwa pia na programu ya camp, ambayo kempu hizi ni za vijana na watoto, na mara nyingi tumekuwa tukitumia zile vipindi vya likizo kuhakikisha kwamba watoto wetu wanafunzwa
neno la Mungu, life skills, lakini pia na program nyingine ambazo zinawasaidia kulingana na talents au vipawa vyao. Na hata hivyo, hivi karibuni tumeanzisha programu ya kimkakati ya entrepreneurship. Na hii ni kwa ajili ya kuwasaidia vijana ili wajue kwamba si kiroho tu, lakini wanahitaji pia kukua kiuchumi, na uchumi wao ukiharibika ndipo vijana wanapokata tamaa, wanapoingia kwenye mambo ambayo hayafai. Kwa hiyo tunaendelea na hiyo. Na niseme basi kwamba tuna special program ambazo tunazifanya kama Scripture Union, ikiwa ni pamoja na Vocation Training Center, na tuna moja pale Arusha Embaseni, kule Zanzibar tunayo moja, lakini pia tuna shule ya mfano ambayo iko kule Mbeya, ni Pre and Primary School iko Mbeya. Kwa hiyo hizo ni special program ambazo ndani ya huduma tunazifanya tukishirikiana na kuwaonyesha jamii ushirikiano kwamba tuko pamoja na tunajali sana mahitaji yao. Umoja wa kujisomea Biblia wa Scripture Union inafanya huduma za kijamii pia kwa eneo la wazee. Kule Arusha sehemu ya Maji ya Chai tuna kituo kizuri sana cha kulelea wazee na ambacho kinawasaidia wazee psychologically, physically, kimazoezi, lakini pia spiritual. Kwa sababu wazee wengi wameachwa peke yao, wameachwa na watoto wanakimbiza shilingi, hawakumbuki tena wazazi wao. Umoja wa kujisomea Biblia kwa kulifahamu hilo, tunajua thamani ya wazee. Kwa hiyo sisi tunajitolea, kituo chetu kinafanyisha wazee mazoezi, kinawasaidia wazee kujitambua, lakini pia kurudisha heshima yao na kuwafanya wazidi kuwa karibu na Mungu kadri siku za maisha yao zinavyoendelea kusonga mbele. Tumekuwa na programu ya sports, michezo. Tunatumia michezo kwa ajili ya watoto wetu. Watoto wanatoka kwenye familia na kwenye changamoto tofauti tofauti. Wanapokutana kwenye michezo, wanasahau background zao, wanasahau matatizo yao. Hata aliyetoka kufiwa, anasahau, kwa sababu michezo inamfanya awe sawa kiakili, michezo inamfanya awe sawa emotionally, michezo inamfanya ajisikie vizuri kwa sababu ya ule umoja unaokuwepo katika michezo. Lakini pia michezo hiyo hiyo tunaitumia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watoto wanamfahamu Mungu na wanamfahamu Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Asante sana. Mungu awabariki.